Mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu ameendelea kusisitiza umuhimu wa mageuzi ya mfumo wa uchaguzi akisema kuwa njia pekee ya kuwaondoa CCM madarakani ni kupitia uchaguzi wa haki, si wa mapambano ya silaha. Akizungumza na wananchi wa Mbeya Machi 23, 2025 katika uwanja wa Rwanda-Nzovwe, Lissu ameeleza kuwa kama miaka 63 ya uhuru wa Tanzania ameendelea kuteseka kwa sababu ya mfumo mbovu wa utawala unaotegemea ujanja katika uchaguzi badala ya ridhaa ya wananchi. CCM hawezi kutubadilishia maisha. Kwa hiyo kitu muhimu sasa ni kuzungumza namna ya kuwaondoa madarakani kwa njia halali inayokubalika duniani ambayo ni uchaguzi. Lakini je, kwa utaratibu uliopo kweli tunaweza kuwaondoa madarakani? Amehoji Lissu, huku akisisitiza kuwa mfumo wa sasa hauwezeshi ushindani wa haki. Lissu ameeleza kuwa Chadema iliwahi kushinda kwa kiasi kikubwa chaguzi kwa baadhi ya maeneo, lakini hali ilibadilika kutokana na mfumo wa uchaguzi unaopendelea chama kimoja. Haiwezekani kushinda tena kwa sababu mfumo wa uchaguzi ni wa CCM. Mfumo huu hauturuhusu kwenda kokote, na tusipochukua hatua CCM watatumaliza. Akirejea mapendekezo ya Jaji Nyalali wa mwaka 1991 na tume ya Warioba, Lissu ameeleza kuwa kuna mambo muhimu yanayohitajika kubadilishwa ili kuhakikisha uchaguzi wa haki. Badilisha tume ya uchaguzi, ondoa watumishi wa serikali wanaosimamia uchaguzi, weka watu huru, hakikisha hakuna kura feki, tengeneza utaratibu wa kampeni wa haki, na hakikisha kila wakala anaapishwa na anaingia kwenye kituo cha uchaguzi. Lissu amesisitiza kuwa njia pekee ya kushinikiza mabadiliko ni kuhakikisha uchaguzi wa 2025 hauendelei bila marekebisho ya mfumo wa uchaguzi. Jukumu letu la kwanza ni kukwamisha huu uchaguzi. Hakuna mtu anayewalazimisha kwenda kupiga kura kwa mtutu. Wananchi tukiamua tunaweza kuzuia uchaguzi huu na kuleta mabadiliko tunayotaka. Amewataka wananchi wa Mbeya kueleza ndugu zao viongozi wa dini na hata askari wa polisi kwamba mfumo wa sasa unawadhulumu wote, si tu wapinzani wa kisiasa. Mtumbwi ni huu na tukiunganisha nguvu tunaweza. Tutazungumza na dunia, tunazungumza na kila mmoja wetu, na tunaweka wazi kuwa hatutakubali uchaguzi wa hila tena. Kwa mara nyingine, Chadema imeweka wazi msimamo wake no reform no election, akisisitiza kuwa uchaguzi wa 2025 hautafanyika bila kwanza kuhakikisha mfumo wa uchaguzi unabadilishwa na haki sawa kwa vyama vyote. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho alikizungumza Tundu Antipas Lissu.